umetupa tena nafasi ya kuweza kukaa katika neema hii, na hasa katika kulijua kusudi la nyakati za mwisho. Tunaomba rehema ambazo Mungu wa mbinguni za kutusaidia kuyapita na kuyashinda mawazo ya mwanadamu yaliyoko ndani yetu. Tunajua ya kwamba hakuna mtu mwingine anaweza kutusaidia isipokuwa ni wewe Kristo uliye ndani yetu, ambalo ndio tumaini la kila mmoja aliyekukimbilia. Neema yako ni kubwa kwetu, tunajiweka wakfu. Tunaomba nguvu yako iende kufanya kazi na sisi katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Amen. Tumpe Yesu makofi mazuri. Amen. Tunaweza kukaa kwa dakika chache. Haleluya. Sema amen. Kuna somo ambalo tumelianza katika hii siku ya Jumanne, tunaendelea nalo leo, linalozungumza kuhusu nyakati tunaishi za mwisho na kanisa katika kunyakuliwa. Habari hizi za kunyakuliwa sio nyakati za kusemwa tena kwa uchache, lakini ni nyakati za kukazania kusemwa kila siku. Bwana asifiwe. Ninapenda tuangalie maneno machache katika Wathesalonike wa kwanza. Inazungumza kuanzia ile sura ya 5 mstari wake ule wa kwanza. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, kwa maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hamo gizani hata siku ile wapate kama mwivi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Bwana asifiwe. Mtume Paulo anazungumzia kuhusu ujio wa Kristo kwa ajili ya kanisa. Analizungumzia eneo hili, ujio wa Kristo kwa ajili ya kanisa. Hili ni eneo linalotatanisha kidogo, ndio maana linaandikiwa kwa habari ya nyakati na majira ambayo yamekuwa yakiulizwa na kila mtu. Nyakati za kuja kwa unyakuo wa kanisa zimekuwa kama ndio kila mmoja anatamani kuzijua. Kwa hiyo Paulo analozungumza hapa kwa kusema sina haja niwaandikie, anatoa sababu kuu mbili. Namba moja, anasema ninyi mnajua ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo watu ambao hawajamwamini Yesu, kama maandiko yanavyosema, kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajapo kwa ghafla. Bali ninyi ndugu, hamo gizani hata siku ile wapate kama mwivi. Kwa hiyo kuna ujio wa kuja kwa walioamini, lakini sio kama mwivi, na kuna ujio wa kuja kwa wasioamini na wale walioamini lakini hawako katika msimamo wa imani vizuri. Kama wale walio wanawali 10, 5 wenye taa zenye mafuta na 5 hawana mafuta. Kwa hiyo kuna makundi ambayo hapa yatakayokutwa kama mwivi, na kuna makundi ambayo hayatakutwa kama mwivi. Kundi namba 1, watu wote wakao juu ya uso wa dunia atawakuta
hawajajiandaa. Wote walio ambao swala la ujio wa Yesu kwa ajili ya kanisa sio muhimu kwao. Ujio wa kanisa kunyakuliwa haugusi nafsi zao. Hawana maandalizi katika eneo hilo kwa kuipokea hiyo siku. Kwao hawahitaji hata kuwa na utayari. Wa pili katika hao watakao kutwa kama mwivi ni wapagani na wasioamini na watu ambao imani zao hazina Kristo ndani. Wako watu wana imani lakini imani zao hazimkubali Yesu kuwa ni Bwana, hazimkubali Yesu ndio Mungu, mwana wa Mungu. Uwezo wao wa kuyajua mambo haya sio rahisi kuyaelewa wala kuweza kupata mtu kuwaelewesha wakaelewa. Kwa sababu uwezo wa kuyajua haya mambo yanatokana na Roho mwenyewe. Roho Mtakatifu mwenyewe, Roho wa Kristo ndiye anayeweza akamfunulia mtu kuna nyakati zitakazofika na majira ambayo Kristo atakuja ghafla, atachukua walio watakatifu walio watu wake, ataondoka na wao kwa kipindi cha miaka kadhaa, na baada ya hapo hukumu ya Mungu itaanza duniani. Sasa kuna watu hawa wanaitwa wamo gizani. Kuna walioko gizani na kuna wasio gizani. Hawa ni wale walioko gizani. Wanaandikiwa hawataokolewa. Hawataokolewa. Sema kama vile utungu mjavo mwenye mimba, wala hawataokolewa. Watu hawa watajikuta wako katika kundi la watakaoingia kwenye hukumu ile ya wakati wa dhiki kuu, kabla ya hukumu ya milele ambayo tunaita ya Jehanamu. Lakini wako wale ambao sasa ni kundi la walioko nuruni ambao hawako gizani. Hili la walioko nuruni ni la watu wanaojua maandiko kwa kuomba na Roho Mtakatifu akiwafundisha na kuwaonyesha majira wanayoishi ni majira ya wakati gani. Ndio maana anasema sina haja ya kuandikia, maana ninyi wenyewe mnajua mambo haya, kwa sababu wana uwezo wa kuyafahamu yaliyoandikwa, kuyajua majira na nyakati wanazoziishi. Anawaambia sina haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini siku ya Bwana. Kuna watakao kuwepo wenye kujua, anasema bali ninyi ndugu hammo gizani, hata siku ile wapate kama mwivi. Hawa ni kundi la waliojazwa Roho Mtakatifu, ni kundi la watu ambao mioyo yao ni safi, ni kundi ambalo hisia zao na akili zao zimejengwa katika msingi wa neno na Kristo anaishi ndani yao. Watu hawa wanaweza wakakutwa kama watu walioko nuruni. Na watu wa namna hii hawaogopi. Hawaogopi kwamba anaweza kaja leo. Hawaogopi anaweza kaja kesho. Uhakika wa imani yao uko juu ya mwamba. Wameshikiliwa katika mwamba ambao maandiko yanasema hata upepo ukipiga nyumba yao haiwezi kuanguka, hata mawimbi yakiyapiga nyumba hayawezi kuiangusha, maana wamejengwa juu ya mwamba. Na watu hawa kwa kuwa hawako kwenye mchanga, mitikiso ya dunia, maisha, mizunguko tu ya mifumo ya maisha haiwawezi kuondoa katika imani. Hawa ambao hawamo gizani hata siku ile wapate kama mwivi. Watu hawa wamejengwa vizuri kimsingi, wana uhakika wa Kristo aliye ndani yao, wana uhakika kabisa mambo ya dunia yanavyobadilika, yatabadilika, yatakuwa mazuri au mabaya, lakini kwao watadumu wakiwa katika imani. Ila hawa pia walio katika imani thabiti wanaambiwa wasilale usingizi, wasijisahau wakapitiwa ugiza likawakuta, wakajikuta na wao wako kwenye kundi la kuacha. Anawaambia msilale usingizi bali mkeshe na kuwa na kiasi. Bwana asifiwe. Haleluya. Sema amen, amen.
Kuna wale wanawali tunaowajua waliwahi kuwa na uhakika bwana harusi anakuja, na walikuwa na maandalizi ya kumsubiri bwana harusi. Wale wanawali 10 kwenye Mathayo 25. Kwenye kundi yale mawili waliitwa wapumbavu na wenye hekima. Waliokuwa na mafuta waliweza kuziwasha taa zao wakati wa usiku wa manane. Hao ndio wanaitwa walio nuruni. Hawa walio na taa zenye mafuta, hawa ni kundi la watu walio nuruni. Lakini waliomo gizani, walio wa usiku, wala si wa nuru, ni wana wa giza. Ni eneo la kutokutamani kujua, kutofikiri mambo yanayokuja kesho kutwa kuhusu kanisa na hukumu ya milele itakayotokea. Watu hawa wanaitwa katika kitabu cha Mathayo 25 ni wapumbavu waliolala usingizi, alafu walipoamka taa zao hazina mafuta. Kwa hiyo wakakosa kuwa na ufahamu, wakatoka kwenda kutafuta mafuta na bwana harusi akaingia. Maana hawa walalao usingizi ulala usiku, anasema Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninachozungumza ni kwa sababu tuko kwenye siku za mwisho zinazotulazimisha kuamka usingizini. Tuamke usingizini. Naomba nisome hiyo Mathayo nionyeshe kelele za kuamsha usingizini. Haleluya. Ni watu waliolala lakini wanamshwa. Haleluya. Biblia inasema Mathayo 25 mstari wa 5. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi tokeni mwende kumlaki. Hizi kelele ndizo za muhimu saa hii tuzisikie. Amen. Bwana asifiwe. Hizi kelele nasitamani watu wazisikie. Hizi kelele zipo leo duniani na zina umuhimu wa kuamsha waliolala. Kelele za bwana harusi, haya amkeni, bwana harusi yuko karibu. Hizi kelele ni muhimu. Na mimi hizi kelele naweza nikasema tayari zimeshaanza kusikika. Bwana asifiwe. Kelele hizi zinatuamsha wote waliolala. Moja ni matukio ya unabii ambayo tunayasikia leo na tunayaona kwa macho yakitokea. Matukio ya unabii. Matukio, kwa mfano, Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengi ambayo Yesu alisema, kama vile matetemeko kwenye Luka 21. Mambo ambayo yanatuamsha usingizini. Naomba niangalie haya. Luka 21. Haleluya. Sema amina, amina. Kuna vitu vingi alisema Yesu vya kutokana na tabia ya mabadiliko ya nchi, lakini katika mfumo mzima wa kiimani, kuanzia mstari ule wa 8 akasema, angalieni mtu asije akawadanganya, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, watajiita wao ndiye Kristo, tena majira yamekaribia, basi msiwafuate hao. Kutakuwa na vita, kutakuwa na vitu vya kutisha. Anasema msitishwe. Kutakuja kutokea wakati wa kukataliwa, mataifa yatapigana. Hayo yote ni kelele. Ufalme utapigana na ufalme mwingine.
11, tetemeko au matetemeko ya nchi, njaa na tauni mahali mahali, mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Mstari wa 11, Luka 21. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi. Ni mwezi mmoja tu uliopita tumekuwa na matetemeko yaliyotokea kwenye sehemu mbalimbali za dunia. Tena mengine yamesababisha madhara makubwa ya kupotezwa kwa maisha ya watu na mali zao. Na matetemeko haya yaliongezeka kwa kiwango cha kufikia 120 kwa mwezi mmoja. Haya ni matetemeko. Kuna mambo mengine anasema njaa, tauni. Njaa ni ukosefu wa chakula, sio cha kiroho, chakula tu. Tauni ni magonjwa, mahali mahali, milipuko ya magonjwa, mambo ya kutisha na ishara kutoka mbinguni. Lakini kabla hayo yote hajatokea, watawakamata na kuwaudhi, watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwatia na kuwaua gerezani, wakipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Haya kwa macho ninayaona, jinsi ambavyo saa hii, mbali na kwenye nchi zingine ambazo sio za Kikristo, saa hii yanatokea kwenye nchi zingine kama za bara za Ulaya. Australia leo hawa kukamata watu, kuwatesa waliomwamini Yesu, kuwatupa gerezani, kuwashtaki na kuwaweza kuwafunga. Leo katika nchi kama Australia, kwa nasikiliza kwenye matukio ya mambo ya Australia kuhusu kanisa, mtu yoyote wanaojamiana katika community mbalimbali Australia wa jinsia moja, wanapotokea kwamba anatamani aachane na ile hali na hajui jinsi ya kuachana na hiyo hali, mtu yoyote atakayehusika kumcancel huyu mtu na kumshauri aachane na hali ya homosexual, awe ni mchungaji, awe kanisani, awe mahali popote, huyo mtu atakamatwa na kufungwa miaka 5. Atakayemshauri homosexual aachane na hiyo tabia. Na mtu yoyote atakayemhubiri Yesu kwa wale watu wanaojamiana kwa jinsia moja kwenye nchi ya Australia, ukamhubiri tu au ukasema neno toba, lile neno toba, tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia, hilo neno ukilihubiri tu saa hii ya Australia ni kesi ya jinai, utafungwa miaka 2 mpaka 5. Kwa hilo neno tubu haliruhusiwi kwa nchi ambayo ukiangalia hiyo nchi yenyewe bendera yake inashuhudia ilikuwa ni nchi ya Kikristo. Uingereza hiyo niliwaambia juzi, ni nchi yenye asilia ya Kikristo. Kanisa la Anglican limeanzia huko na wana asili ya Kikristo kwa 1% kubwa, baada ya mfalme kuweza kutengeneza nchi yake kuwa ya Kikristo. Leo mtu atakayeonekana akimhubiri mwenzake amwamini Yesu ni kosa la jinai, ni miaka 2 jela. Uingereza hapa, Scotland, Irish, United Kingdom yote, kumhubiri mtu habari ya Yesu ni kwenda jela. Iwe kumgawia tracts, kumpa Biblia au kumwambia mwamini Yesu kuwa mwokozi wake, ni kosa la jinai. Na hayo sio kwenye nchi za Kiislamu. Kwenye nchi za Kiislamu hiyo zilishapigwa marufuku na uruhusiwi kufanya hiyo kitu, kumbadilisha Muislamu kuwa Mkristo. Hiyo kwa nchi za Kiislamu unawawa, sio unafungwa, unawekwa gerezani na unawawa. Hiyo sahihi hatuna haja kuzungumzia, maana tunaijua kwa ajili ya sheria za imani yao. Na hizo nchi zote zilikuwa za Kikristo zamani. Nchi ya Misri ilikuwa ni ya Wakristo, nchi ya Libya ilikuwa ni Wakristo, Tunisia, Morocco zote zilikuwa ni nchi za Kikristo, lakini baadaye zimegeuka, leo zimekuwa ni nchi za imani ya Kiislamu.
na wameenea mpaka Uturuki, mahali palikuwa na makanisa 7 yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Makanisa yale yaliyoandikwa Ufunuo yako Uturuki. Leo ukiangalia hata bendera yao haimaanishi ni nchi ya Kikristo tena. Kwa hiyo huko Ukristo ni kujitoa sadaka. Kuwa Mkristo huko unatakiwa uabudu, msalaba msionyeshe, na mkijificha msionekane hadharani. Maana hiyo nayo ni crime. Utajikuta unaingia kwenye matatizo ya kuawa. Hainishangazi sahihi kwenye hizo nchi, lakini sahihi kwenye nchi zilizokuwa zinasadikika, Sweden, Norway, Denmark, hizo nazo zilizokuwa zimejaa Ukristo mpaka kwenye bendera. Huyu bendera yake ni msalaba, huyu bendera yake ni msalaba, huyu bendera yake. Leo makanisani hakuna Ukristo ndani. Makanisa kuwapata waliokuwa ndani ya kanisa ni watu ambao labda wametoka Afrika, wamejikusanya, wako 4 5 wanaabudu, lakini sio kwenye majengo, wako nyumbani. Makanisa yalikuwa ya kwanza yaliyoleta uswidi, yaliyoleta Pentekoste, yaliyoleta KKT huku, yamekuwa hayana watu leo. Na ukiyakuta yana wazungu wanaabudu, lazima ni homosexual. Kwa hiyo ule Ukristo tuliokuwa nao wa zamani umeendelea kupoa, giza limeingia, nuru imetoweka, ufahamu wa kumtaka Kristo haupo, na unazamishwa hata kwa kupelekwa gerezani. Leo hii hata na sisi kwenye makanisa yetu ya Kipentekoste, makanisa yote ya Uamsho, makanisa ya mitume na manabii, kila mmoja leo katika nchi za Afrika anapoinuka kuhubiri yoyote vile, lazima atakutana na upinzani mkubwa sana katika nchi za Afrika. Neema ipo ndogo Afrika, Bwana Yesu asifiwe, lakini uongo na udanganyifu umeingia kwa kasi kubwa makanisani. Uongo na udanganyifu ni mkubwa, nao umesababisha kupoa kwa injili ya kweli, kuharibika kwa injili ya kuja kwa Yesu. Haihubiriwi tena kwenye makanisa ya Afrika, na kama utasikia yakihubiriwa ni kwa uchache sana. Inawezekana kwa nchi nzima wanaweza kawa si watu 10 wanaweza kumsema Yesu kwa kiwango cha kumwokoa mtu mwenye dhambi na kuhakikisha anaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Haya mambo yanaendelea kuongezeka. Haleluya. Na giza linazidi kuipata dunia. Mambo haya yakitokea, eneo lingine Yesu anasema upendo waliokuwa wanapendana wa kweli wa Kristo ndani yao nao utapoa. Kwa hiyo hizi ni ishara za kelele ze mwenye hekima anapoziona anaamka usingizini. Ni kelele za kutuambia amka, amka, amka. Majira sio mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasalitiwa leo, wazazi na watoto, ndugu kwa ndugu, jamaa, marafiki wanasalitiana kwa sababu ya kidini. Uasi wa kidini ni mkubwa. Ukiama dhehebu unasadikika muasi. Ukibadilisha tu kibao cha kanisa ni muasi. Kwa hiyo kuna kuingia mahali upendo hautakuwepo tena. Kama we hauabudu kanisani kwetu, wanakufukuza, wanakuona muasi, hawakupendi wala kukuthamini tena, hata kukupa salamu. Huo sio Ukristo. Ukristo ni kujuana, ni umoja, ni upendo ambao Yesu alisema pendaneni ninyi kwa ninyi. Maana mkipendana ninyi kwa ninyi, basi ulimwengu utajua ya kwamba Baba alinituma. Lakini leo upendo haupo. Watu hawana tena ile true love ya kati ya mtu aliyeamini na mwenzake aliyeamini anaabudu kanisa lingine. Huo upendo umepoa. Kwa hiyo makanisa ya leo ni makanisa sio ya Kristo kwa upendo wa Kristo uliotukomboa na kutuunganisha kwa damu yake, bali ni Ukristo ulioko wa kimadhehebu.
sio Ukristo wa kuunganishwa na damu ya Yesu. Kwa hiyo utajikuta unaweza usione chochote kichema kwa Mkristo mwenzako, japo anaonekana ameokoka kama wewe, lakini hawezi kukuthamini kwa sababu utoki dini moja na yeye. Hiyo ipo na itaendelea kuwepo kwa sababu tuko kwenye ulimwengu unaozidi kuingia giza na nuru inazidi kutoweka. Yule atakaye baki na mafuta peke yake, amen, haleluya, yule peke yake ndiye atakayeokolewa. Yule tu mwenye nuru, ambaye kwanza jina la kibao cha kanisa lake hakioni kuwa muhimu zaidi ya jina la Yesu ambalo liko ndani yake. Kwa hiyo ikiwa kuna mtu ataamini na ya kwamba Kristo ndani yake anaishi, hata mbagua Mkristo mwenzake na kumwona yule sio na yule afai. Ukristo hatuongozwi na majina madhehebu. Sema amen, amen, haleluya. Na wale watakaosimama katika elimu hiyo ya Kristo ambaye ni mwokozi wao, pasipo kuangalia dhehebu la huyu na dhehebu la huyu na dhehebu la huyu, watu hawa watachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina la Yesu. Hiyo ndio shida itakayotokea. Utachukiwa, hautathaminiwa, hautaonekana mtu wa Mungu kwa ajili ya jina la Yesu tu. Na tena utaekewa hata njia zozote za kukuangamiza, ikibidi hata kuwawa. Anasema Yesu, hata unywele wako wa kichwa hautapotea, maana Kristo atatulinda. Na anasema msipokuwa na subira, yani uvumilivu wa hali hizo, anasema mna mtu atakayeweza kuiokoa nafsi yake. Sasa tunaenda kwenye eneo lililo zuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Eneo linalotupelekea kuwa na uhakika atakaporudi tutakuwa salama, amen, na tutapata kumwona akija na mawingu. Maana sio kila jicho litakalomwona katika unyakuo, sio kila jicho litakalomwona. Unyakuo watakaomwona tu ni wale walio safi, waliovaa na kusafisha mavazi yao na kuwa safi. Wengine wote hawatamwona, amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hapa katika Luka hiyo 21, kuhusu kurudi kwa Yesu. Jifunzeni kwa mtini. Uhakika tuko karibu zaidi. Jifunzeni kwa mtini. Mstari wa 29. Ishapo na kuchipua, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika mwonapo mambo haya yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Amin, nawaambia ni kizazi hiki hakitapita hata yote yametimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa mtini si swala la kuweza kusema tena hatuwezi kutambua. Lugha ya kwa mtini ni fumbo la taifa, nchi ambao ni kabila moja lililochaguliwa na Mungu kuwa nchi yake, kuwa taifa lake, kuwa kabila lake. Ni nchi moja ambalo katika chaguo la Mungu aliliita hilo taifa mzaliwa wake wa kwanza. Lakini baada ya kanisa kuanza, mtini huu, taifa hilo liling'olewa, au niseme lilikatwa huo mti. Kitendo cha huu mti kung'olewa au kukatwa ukaingia katika mtawanyiko, pakawa katika ramani hakuna hiyo nchi tena, pakawa hakuna hilo taifa linalosadikika lipo, halina mtawala wake wa kabila lake, hawana tena ule ushirika waliokuwa nao, wametawanywa. Huu mtini unatamkwa hapa, ukishachipuka tu tutambue na kujua kwamba majira ya mavuno yameshakuwa karibu.
Ili nalo ni tukio lizuri sana la uhakika mkubwa pia kutuonyesha tuko katika nyakati gani. Hiyo tu. Haleluya. Hatuna haja ya kupepesa macho. Taifa hili ni taifa moja lililochaguliwa na Mungu. Tunaposoma vitabu vya Agano la Kale, mataifa yote ni ya Mungu. Amen. Yote yana watu wa Mungu, lakini waliochaguliwa kuwa taifa wakaitwa wazaliwa wa kwanza, Israeli. Na kwa kupitia wao ndio maana Mungu amejifunua kwetu. Kupitia Israeli yenyewe peke yake tu kama taifa, ndio maana Mungu amejionyesha kwa maagano yake. Amejifunua kwa manabii. Haijawahi kuwepo na nabii wa kabila nyingine yoyote duniani. Haijawahi kutokea. Kusoma Mwanzo mpaka Malaki, mpaka Mathayo, mpaka Luka, mpaka Marko, Yohana, mpaka kitabu cha Ufunuo, nabii aliyesadikika wakaandikwa na Mungu amemwita, walitoka Israeli peke yao. Hawa walichaguliwa ili Mungu apitishe ujumbe kwao, na huo ujumbe uanze na wao kisha uende kwa makabila mengine. Ndio maana Mungu alisema, ninyi ni watu wangu haswa, ninyi ni kabila langu, ni taifa langu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa baada ya kanisa kuanza walipitia tatizo kubwa, hekalu kubomolewa na kuondolewa juu ya nchi yao. Wengi waliwawa na baadhi yao walichukuliwa mateka. Kizazi hicho hakikupotea. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Kizazi hicho kimeandikwa hapa, kizazi hiki hakitapita hata yote yametimia. Hawa Waisraeli ni kizazi. Tunachokiona leo kilichorudi tena kuwa mtini uliochipua, kikakuwa na matawi yakaonekana. Sasa lipo taifa katika mataifa yote duniani linatambulika sahihi. Hiyo nchi tunaambiwa hivi, mkiliona hilo taifa limerudi. Tume Paulo anasema kwenye kitabu kule cha Warumi 11, anasema hawa jamaa walikuwa ni mti uliokatwa na pakawa hakuna tena Israeli, lakini kanisa likatokea kama chipukizi la kuzaliwa kwenye shina la Waisraeli. Hilo kanisa nalo litakuwa, nalo litazaa matunda mpaka itakapofikia majira ya mavuno. Kanisa nalo litaondolewa. Wakati kanisa linakaribia kuondolewa, chipukizi litachomoza tena kwenye lile shina. Yaani litatokea tena hilo taifa ndani ya hiyo ardhi inayosadikika ni Israeli. Sasa hizi tunazungumzia watu walioko katika ile ardhi, wenye uhakika kwamba ni wazawa, wenye uhakika kwamba ni makabila ya Wayahudi, wenye uhakika kwamba ni Waebrania, wenye kuongea kwa lugha yao ya Kiyahudi, lugha yao iliyokuwa inatumiwa zamani na Musa, iliyotumiwa na Abrahamu, Isaka na Yakobo, lugha iliyotumiwa na manabii, lugha aliyoihubiri Yesu kwa kutumia kuipeleka habari, Kihibru. Leo wanaiongea, wako pale wanazungumza kwa hiyo lugha. Bwana Yesu asifiwe. Taifa ambalo limechukiwa kuliko mataifa yote duniani, lilokusudiwa kuangamizwa, lisiwe taifa tangu vizazi vingi. Haleluya. Lakini limeweza kuishi kwa sababu kuna kusudi la Mungu lililowekwa ndani ya hilo taifa, ili kupitisha ujumbe na unabii ukapata kutimia kwenye nyakati zijazo. Kwa kizazi hichi ambacho sasa kimesharudi, anasema hapa Yesu mwenyewe, hawa hawatapita kufa wakaisha wakawawa, kwa kuzaliwa kwa vita wakasafishwa kabisa wasiwepo. Hawa watu hawatapotea. Haleluya.
Mbingu na nchi zitapita, lakini hili taifa litabaki. Sema amen, amen. Haleluya. Nasema ni nchi iliyochukiwa. Nikisema kuchukiwa, nina maandiko yenye ushahidi. Twende tusome maandiko mawili matatu. Amen. Zaburi 83. Zaburi 83 mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Huu ni unabii. Ni Israeli ilipoanza, bado mataifa yanayomzunguka Israeli yana hasira, yana chuki, yanataka Israeli asiwepo mtu anaitwa Mwisraeli, asiwepo mtu anaitwa Myuda, asiwepo mtu yoyote aliye mzao wa Yakobo. Hii ni asili ya tangu mwanzo. Hata Daudi akaandika maneno haya akasema, mstari wa kwanza, Mungu usistarehe, Mungu usinyamae, wala usitulie. Ni kama mtu anaomba au anasali, anaongea na Mungu. Maana adui zako wanafanya ghasia, nao wakuchukiao wameviinua vichwa vyao. Juu ya watu wako wanafanya hila, na kushauriana juu yao uliowaficha. Wanasema, njooni tuwakatilie mbali wasiwe taifa, na jina Israeli halitakumbukwa tena. Hili ni neno ambalo limehubiriwa na vizazi vingi. Hii nchi iangamizwe. Alijaribu Nebukadneza, ameshindwa. Wamekuja Warumi, wameshindwa. Wamekuja sasa ufalme mwingine wa Kiarabu unaotaka kuliangamiza ile taifa, nao wanashindwa. Anakuja mpinga Kristo, naye atashindwa. Sema amen, amen. Kila kabila za dunia watakusanyana kutaka kuliangamiza ile taifa, lakini hataweza. Na tunapoliona linachipua, linarudi kuwa taifa, basi mavuno ya kanisa yako karibu. Anasema hivi, njooni tuwakatilie mbali wasiwe taifa, na jina Israeli halitakumbuka tena. Mstari wa 5, maana wanashauriana kwa moyo mmoja, juu yako wanafanya agano. Hema la Edomu na Waishmaeli na Wamoabu na Waagari, Gebali na Amoni na Amaleki na Filisti, nao wanaokaa Tiro. Ashuru naye amepatana nao, wamewasaidia wana wa Lutu. Watende kama Midiani na Sisera, na kama Yabini penye kijito cha Kishoni, ambao waliangamizwa Endori, wakawa samadi juu ya nchi. Wafanye wakuu wao kama Orebu na Zebu, na masheki yao wote kama Zeba na Zalmuna, ambao walisema, na tutamalaki makao ya Mungu. Israeli, Yerusalemu, tutamalaki makao ya Mungu. Mungu uwafanye kama mavumbi ya kisulisuli, mithali ya makapi mbele ya upepo, kama moto uteketezao misitu, na kama miale ya moto iwashao milima. Hii ni ombi. Wanakaa wanajadili tumwangamize Israeli. Na Yesu anasema hivi, watarudi Israeli, watachipua, watakuwa mtini, na ule mtini kabla hujaiva kabisa, mavuno lazima yatakuwepo. Ninaangalia haya kwa kufungua macho yangu, maana siko gizani. Haleluya. Kwa kufungua macho yangu mawili na kwa kutazama yanayosikika, yanayoangaliwa, majira tuliyonayo, ninaona kabisa tuko hapa. Zaburi ya 83 iko hapa. Fungua Zakaria 12. Zakaria 12 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Haya matukio ni matukio ya nyakati za mwisho. Anasema mstari wa kwanza, ufunua neno la Bwana juu ya Israeli. Haya ndiyo asemayo Bwana aziteteaye mbingu, awekaye msingi wa dunia, ayumbaye roho ya mwanadamu ndani yake. Angalia, mimi nitafanya Yerusalemu kuwa kikombe
cha kuyumbayumba kwa watu wa kabila zote wazungukao pande zote. Tena kitakuwa juu ya Yuda pia wakati wa kuhusuriwa Yerusalemu. Tena itakuwa siku hiyo nitafanya Yerusalemu kuwa jiwe la kulemea watu wa kabila zote. Wote watakaojitwika jiwe hilo watapata jeraha nyingi, na mataifa yote ya dunia watakusanyika pamoja juu yake. Haya ni matukio mimi nayaona kila siku, jinsi chuki ilivyokubwa kuhusu Yerusalemu. Wayahudi wanatakiwa waondoke. Katika siku hiyo asema Bwana Mungu anaongea, nitatia kila farasi ushangao. Farasi ni askari jeshi watakao kuwepo, na yeye mpandaye nitamtia wazimu watawala wao. Nami nitainulia nyumba ya Yuda macho yangu, nami nitamtia upofu kila farasi wa hizo kabila za watu. Majeshi yatakayokuja kusimama kushindana na kuitaka kuiangamiza Israeli watatiwa upofu, na macho yao yatatiwa upofu. Maana yake giza litakuja kwenye fahamu zao, wakaamua maamuzi yasiyo sahihi wakitaka kuiangamiza mataifa ya Israeli. Na wakuu wa Yuda watasema mioyoni mwao, wenyeji wa Yerusalemu ni nguvu zangu katika Bwana wa majeshi Mungu wao. Siku hiyo nitawafanya wakuu wa Yuda kuwa kama kigae chenye moto katika kuni, na kama kinga cha moto katika miganda. Nao watawateketeza watu wa kila kabila wazungukao pande zote, upande wa mkono wa kume na upande wa mkono wa kushoto. Baada hayo Yerusalemu utakaa mahali pake, naam, hapa Yerusalemu. Mataifa yanayozunguka Israeli kwa pamoja watakuja, watataka kuangamiza nchi ile. Na maandiko yanasema hivi, siku hiyo Mungu anasema mwenyewe ataifunulia nyumba ya Yuda macho yake, na atatia upofu askari wote wa mataifa watakao kuja wa kabila zote za watu. Hapa ni muunganiko wa Umoja wa Mataifa, hapa ni muunganiko wa nchi za BRICS, hapa ni muunganiko wa nchi za Kiarabu, hapa ni muunganiko wa mataifa yakiongozwa na mpinga Kristo wakitaka kuliangamiza taifa. Na hapa anasema mstari wa 5, Yuda watasema mioyoni mwao, Yerusalemu wenyeji wake ni nguvu zangu katika Bwana. Kwa hiyo watalitengeneza taifa lenye kutaka Mungu awe nguvu yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa majeshi ndio Mungu wao. Kwa hiyo wanatengeneza mfumo ambao saa hizi au kuwepo miaka 50 iliyopita. Israeli saa hii kila mmoja kwenye hii Pasaka nimemwona, kila mmoja alikuwa anamtafuta Mungu kwenye ukuta wa maombolezo. Maelfu kwa maelfu. Nitawafanya wakuu wa Yuda kuwa kama kinga cha moto katika kuni, na kama kinga cha moto katika miganda. Nao watawateketeza watu wa kila kabila. Sifurahi kwamba watu wanakufa, lakini ninachokiangalia ni unabii unapoonekana kutimia. Ninafungua macho, ninafungua fahamu wangu, ninaangalia matukio yanayoendelea. Anasema watu wa kila kabila watateketezwa watakao kuja kupigana na Yerusalemu. Watu watakao kuja kupigana kutoka kwenye maeneo yanayowazunguka Israeli pande zote, mkono wa kuume na mkono wa kushoto, wote watateketezwa. Maandiko yanasema. Haleluya. Naye Bwana ataiokoa hema ya Yuda kwanza, ili utukufu wa nyumba ya Daudi na utukufu wenyeji wa Yerusalemu usipate kutukuzwa kuliko Yuda. Katika siku hiyo Bwana atawalinda wenyeji wa Yerusalemu. Hapo Mungu anahusika. Na yeye aliye mdhaifu miongoni mwao atakuwa kama Daudi siku hiyo. Nayo nyumba ya Daudi itakuwa kama Mungu na kama malaika wa Bwana mbele zao. Hapa tayari uungu wa Mungu unaingia katika vita. Uungu kabisa wa Mungu. Anasema katika siku hiyo wenyeji wa Yerusalemu aliye dhaifu atakuwa kama Daudi miongoni mwao. Na katika ile nyumba ya Daudi watakuwa kama Mungu. Ili ni tukio la Harmagedon. Vita vya Harmagedon, vita vya mlima wa Megido. Ni vita vikubwa. Mataifa ya kaskazini, mataifa ya mashariki, kusini yatakuja kwa pamoja, wakiongozwa na Urusi na China kwa pamoja na Iran kumwangamiza taifa kale kadogo.
haya ndiyo matukio. Nasema fungueni macho, muangalie, muamke usingizini. Saizi hizo nchi nazozisema zina umoja wao, umoja wa kiuchumi na umoja wa kijeshi, na wameshajiunganisha kwa mazoezi kabisa na kuyasafirisha mataifa yao wanajeshi kutoka China, kutoka Korea Kaskazini, kutoka kila kona, wanaenda Urusi, wanaenda Iran kwa mazoezi ya pamoja. Kisa tu Israeli Yerusalemu, Israeli Yerusalemu. Haya mambo yananipa mimi kuamka. Sitaji kuamka tena kwa kitu kingine. Naamshwa na mambo yanayotokea. Mstari wa 9 anasema, hata itakuwa siku hiyo ya kwamba nitatafuta kuwaangamiza. Mungu anaongea, nitatafuta kuangamiza mataifa yote watakao kuja kupigana na Yerusalemu. Hii ni ajabu. Mungu anaongea, nitatafuta kuiangamiza mataifa yote wanaokuja kupigana na Yerusalemu. Naomba Mungu atupe neema. Amen. Wae mambo yasitukute, tupate unyakuo. Mstari wa 10 unaonyesha kanisa lilishanyakuliwa, na hili ni tukio lililofuata baada ya kanisa kunyakuliwa. Vita hivi na matikisiko makubwa ya uchumi na njaa, maana dunia itaenda kuingia kwenye vita vinavyoashiriwa ni vita vikubwa havijawahi kutokea katika historia tangu kuumbwa kwa dunia. Maana ya silaha walizonazo za kivita dunia leo, kuna nchi wanazo silaha, mbali na kwamba tunajua nyuklia ni silaha hatari, lakini wana uwezo mkubwa wa hizo silaha kuzisafirisha kwa makombora maalum yanayokwenda kasi kuliko sauti. Niliona kombora moja limerushwa kutoka Yemen kwenda Israeli, kwenda Tel Aviv. Yemen ni kilomita 2800. Ni mbali. Kuvuka kutoka Yemen ulipita anga la Saudi Arabia. Limerushwa kwa sekunde 12. Sijaiona hiyo kasi mimi. Ndio lina ukubwa wa gari la aina ya semi-trailer. Sio kakombora karefu kama mimi. Ni kitu kikubwa chenye kubeba nguvu kubwa ya mlipuko. Na linaenda mbio. Hiyo kombora linaendaje mbio? Kiwango hicho. Teknolojia leo imeenda mbali. Ashukuriwe Mungu. Yatakuja kutokea haya matatizo ya hivi vita. Kanisa litakuwa limenyakuliwa. Sema amen, amen. Hatutaziona hizo nyuklia zitakapotumika, ndugu zangu. Sidhani kama tutaziona. Japo zimeshawekwa kila mahali, baharini wameshaziteremsha huko, wameziweka kwenye masubmarini huko ndani ya maji. Marekani ameziweka, Urusi ameweka, Mchina ameweka, wamezilundika hizo silaha kila kona. Na sahihi wamezisogeza sana Mashariki ya Kati. Bahari ya Shamu pale, kuzunguka Mediterranean, kwenda Bahari Nyeusi. Ziko meli kule. Ziko meli ambazo zinasadikika zinakaa chini ya maji mahali penye giza, zinaweza zikakaa hata miaka 2. Watu hawatoki, wako huko chini huko miaka 2. Wamekaa tu wanakula mkate, wanasoma habari za huko angani, hawatoki 2 years, wako huko chini. Najihisi hawa watu wamepataje akili hiyo? Zimeshatengenezwa ndege zinazoweza kubeba makombora, na hizo ndege zinakwenda kwa speed ambazo rada zenyewe zenye kuweza kushika mwenendo wote wa anga wa kitu chochote hawawezi kumonitor zile ndege. Niliona Israeli wakati wanapiga Iran mwaka jana mwaka huu mwanzoni, sijui mwaka jana. Amen. Miundombinu ya ulinzi wa anga wa Iran. Iran ni nchi yenye nguvu, ni nchi tajiri, na ni nchi ambayo inaweza kanunua silaha zote duniani, na anaweza kanunua wataalamu wa vita wowote duniani na wa nyuklia. Sasa wana mitambo ya kisasa ya kuweza kumonita anga, chochote kisiruke bila ruhusa yao. Cha ajabu ni kwamba nilishindwa kuelewa. Israeli walirusha ndege 100 za kivita, 100 zikaingia kwenye anga
la nchi ya Iran na zikarudi Israeli. 100 na haikutunguliwa hata moja. Basi tuseme Mungu aliwafunika, sijui. Yawezekanaje? Mrusi amewekeza pale rada za kisasa kabisa, mitambo maalumu ya anga ya kumonitor, hakuna yani ile the moment unarusha kombora iende, wao huko wameshanasa kwenye mitambo ya kudetect kuna kombora limesharushwa, wanaweza wakalilipua kabla hajafika. Ndege zinapoondoka uwanjani zinapoelekea kwao wanaweza wakazimonitor, lakini walishindwa kuziona ndege 100. Jamani, sio ndege moja au mbili, 100. Na ilichonifurahisha ni msichana mmoja alikuwa naye anaendesha ya kwake, na nilimwona akiwaga wazazi wake anaenda Iran na kakarudi, kasichana ka miaka 18. Nafurahia sana hiyo kasichana, nako kana uthubutu. Haleluya. Inatia moyo kwamba kuna watu wanaweza wanaothubutu. Mimi ukinipigia tu baruti ya mwaka mpya najificha kwenye shimo haraka, maana sina uthubutu. Mimi nabeba Biblia yangu, wao wanaenda. Mungu wa Israeli, Mungu wa baba yetu Abraham, tusaidie. Wanaothubutu. Mimi kisikia namwambia mama, funga mlango. Funga mlango. Na rafiki yangu hapa niliwaambia juzi, sijui kama niliwaambia hapa, nilikuwa Mbeya. Kijana mjini hapa Arusha, maarufu tu, fanya biashara wa madini hapa, ni mjanja, anajuana na kila mtu, ni rafiki na kila mtu. Lakini wakaora wakamwona ameenda kuuza Tanzanite mahali, wakajua leo anayo hela, twende tukachukua hiyo hela nyumbani kwake. Maskini ya Mungu, kijana watu, ameingia nyumbani kwake na gari yake vizuri, amepaki, amefunga geti, kaenda ndani, mara anasikia mlangoni kule pu 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 pu. Akamwambia mke wake, hawa hawakutafuti wewe, wananitafuta mimi, wanajua nimeleta hela leo. Kwa hiyo mke wangu, wewe baki, nifungulie dari, nisaidie niingie juu. Akaingia juu ya dari, kaka huko juu ya dari kwenye kona mahali, anasikia kelele, wapi kwa mume, yuko wapi mume wako, yuko wapi, wewe mtoto takuwa. Jamaa anasikia tu. Mama ameshamuua ni. Akajikojolea akiwa huko juu ya dari. Wale jamaa wakaona mkojo unatiririka, wakasema yuko hapa. Huko. Siku hiyo asubuhi ameamka, hakufa, hakupatikana. Lakini breki ya kwanza ni polisi, naombeni na mimi nipate bunduki. Ndugu yangu, hizo sauti nilizionaga hapo Goliondoi. Waizi waliingia kwenye mahali fulani wakachukua kwenye bureau de change miaka kama 15 20 iliyopita. Nimekaa kwenye duka la vinyago, nikasikia nikafikiri watu wanaangusha bati kutoka kwenye lori. Sikujua hata kama ni silaha. Nikaona mama mmoja mnene, achana na mama wanene wanajua kukimbia, kapandisha sketi juu, anasema tayari wameua, nakaangalia hivi, tayari mama. Kasauti tu. Sasa haya makombora hayo, Mungu atusaidie. Twende mbinguni jamani. Tuziache hizi kazi, wengine wanazijua. Haleluya. Ubarikiwe. Unaziweza, wengine hatuwezi. Bingu ije tu haraka. Haleluya. Amen. Mstari wa 10 anasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, Yesu msalabani, nao watamuombolezea. Hapa ni tukio la Yesu sasa anarudi kumaliza hivi vita, wakati kanisa lilikuwa limeshanyakuliwa. Haleluya. Hii ndio furaha yangu. Hapa anakuja mwamba wa vita, anaitwa kwenye Agano la Kale. Joshua alimuuliza, wewe ni nani, uko upande wetu au upande wa adui? Asema hapana, mimi ni amiri jeshi wa jeshi la Bwana. Jamaa ameushika upanga, Joshua anataka kumfuatilia, wewe ni nani? Akashtuka. Joshua akaambiwa, mimi ni mwenyeji, tena mimi ndio kiongozi wa vita. Joshua akaanguka akamsujudia Yesu. Mpigia Yesu makofi mazuri kabisa. Israeli watamwona Yesu akija na atakanyaga mlima wa Mizeituni, sura ya 14 kitabu cha Zakaria. Zakaria 14, namalizia, imebaki na dakika 5. Mstari wa 1, tazama siku moja ya Bwana inakuja, ambayo mateka yatatawanyika kati yao. Kwa maana nitawakusanya mataifa yote walete
vita juu ya Yerusalemu, nao mji utapigwa, nazo nyumba zitatekwa, na wanawake watatendwa jeuri, na nusu ya watu wa mji watatoka kwenda utumwani, ila mabaki ya watu wa mji hawatakataliwa mbali. Hapo ndipo atakapotokea Bwana, naye atapigana na mataifa hayo kama vile alivyopigana zama za siku za vita. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mzeituni, yani Yesu, unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mzeituni utapasuka katikati yake, upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake utaondoka kwenda upande wa kusini. Hapa ndio ujio wa Yesu mwenyewe anapomaliza na anashuka duniani kumaliza vita. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen, amen. Kwa hiyo katika asili ya leo tuko kwenye nyakati ambazo tuwe macho, tujiandae, tujiweke tayari lolote litakalotokea. Ikiwa anakuja leo, ikiwa atachelewa, lakini tuwe tayari. Haleluya. Yaani vyovyote viwavyo, tunafanya maisha yetu kwa kufanya kazi kwa bidii, kufanya kila tuwezacho kufanya maisha watoto wale, jenga nyumba yako, lakini wakati huo huo ishi kama mtu ambaye Bwana wake anaweza kaja wakati wowote. Haleluya. Sema amen, amen. Nyanyua mkono mmoja juu, sema Bwana Yesu, naomba damu yako inilinde na kunipa ushindi katika nyakati hizi, nisije nikaachwa na yale yatakayotokea katika ulimwengu huu, yasije yakaniutoa katika imani. Katika jina la Yesu, amen. Shangilia Yesu kwa makofi. Tumemaliza. Na lisali moja nimelimaliza vizuri. Mungu abariki kwa kunisikiliza. Na tuombe. Siku ya Jumapili nipo. Tuna wakati mzuri, tuwai mapema. Kama utawahi, jitahidi kuja na uanze maombi.